Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 31 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Ijumaa. Kwa moyo mkunjofu kabisa ni kukaribisha kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele siku hii ya leo. Mimi ni Shehani Mzaina. Tuandikie na asante kwa kutuandikia. Ujumbe wako ni muhimu kweli kweli. Tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kwanza tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Kigamboni Kibada jijini Dar es Salaam. Wanakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani, lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele: Samia, tutaendelea maridhiano, agiza vyama vilinde amani, uhuru, maslahi ya nchi, eleza yatakayozingatiwa mchakato wa katiba. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Habari picha ikimwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akizungumza na viongozi wa vyama vya siasa ndani ya Ikulu Dar es Salaam jana. Picha zaidi ni katika ukurasa wa 7. Gazeti hili limeandika bilioni 501 kutumika mageuzi uzalishaji mafuta ya kula. Habari katika ukurasa wa pili. Uwekezaji trilioni 1.6 sekta ya kilimo walipa. TADB yaeleza tija sekta za uzalishaji, wakulima kuanza kukopa kwa simu. Habari katika ukurasa wa pili. Ununuzi wa umma kirejeti washika kasi. Habari katika ukurasa wa 3. Miundombinu kuimarishwa kukuza uchumi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 8 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Habari Leo limeandika binti adaiwa kumuua mama yake kisa birthday. Habari katika ukurasa wa 20. Mtoto Mtanzania aenda Urusi kujifunza nyuklia. Habari katika ukurasa wa 3. Gazeti hili limeandika TANROADS yakemea dereva kupigwa, watatu mbaroni. Habari katika ukurasa wa 8. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, ninalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Lissu aibwaga jamhuri kortini. Mahakama ya rufani yathibitisha mahakama kuu ilikuwa sahihi kukataa ushahidi wa nyongeza ilikiuka sheria. Habari imeandikwa notisi ya DPP ilikiuka sheria. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Nondo muhimu: mahakama ya baini kasoro ya kisheria kuhusu ushahidi, ilikataa ombi la Lissu kutaka kulipwa fidia baada ya hukumu kesi kuendelea mahakama kuu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Uchaguzi wa ndani urais 2030 vya koleza mnyukano CCM Dar es Salaam. Nini kinaendelea ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM ni swali linalogonga vichwa vya baadhi ya wadau wa siasa kutokana na mfululizo wa matukio na mijadala mitandaoni kuhusu chama hicho tawala. Nukuu katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili ipo ya Hamis Mwamkinga ikisema kama chama kitaendelea kusimamia kanuni, katiba na vikao vyake kwa uwazi, tofauti za kimitazamo zinaweza kuwa nguvu ya kujijenga badala ya kukigawa. Hamis Mbeto ndugu yake anasema, tunajua kwamba joto la uchaguzi 2030 lipo bado. Mtaendelea kushuhudia mengi. Watu wanataka kuchafuana, kuharibiana na kutengenezeana ajali. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Makato kikwazo malipo mtandaoni. Habari katika ukurasa wa 2. Ripoti yaonya athari plastiki kwa wanawake watoto. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 12. Lakini pia gazeti hili limeandika katazo biashara ya mapanga barabarani mfupa mgumu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 16. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Tutazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia athibitisha nia ya kweli ya maridhiano ni kuelekea maboresho ya katiba, azungumza na viongozi wa vyama vya siasa, ahakikishia hatua zote za mchakato huo zinafanyika kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4. Katambi akerwa BOQ kukosekana kwenye miradi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Wanne watiwa mbaroni kwa tuhuma mauaji ya mwalimu. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linawashikilia watu 4 kwa tuhuma za kuhusika katika mauaji ya mwalimu wa shule ya sekondari Galula Nesetas Dimoso mwenye umri wa miaka 43, huku ng'ombe 135 wanaodaiwa kumilikiwa na watuhumiwa wengine wanaotafutwa washikiliwa. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 2. Serikali yazindua awamu ya pili ya WISE.
habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. PPAA yatoa maelekezo kwa wazabuni matumizi ya NeST, habari katika ukurasa wa 4. MSD kinara matumizi ya mfumo wa NeST, habari katika ukurasa wa 4. Trump hapa kuipiga vikali Iran, habari katika ukurasa wa 19. Gazeti hili limeandika madhara ya utumiaji wa chumvi mbichi, chumvi ya mezani, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 15, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni katiba mpya haikwepeki, serikali yatakiwa kuharakisha mchakato na kuweka uwazi ramani na katiba rasmi ya kuipata. Askofu asema wa Tanzania wamesubiri kwa muda mrefu. Nukuu ya Ado Shaibu inasema katiba mpya haiepukiki, anayejaribu kuizuia ni sawa na anayezuia mawimbi ya bahari kwa mikono yake. Katiba ni mali ya Watanzania na ndio mwarobaini wa changamoto za kisiasa, kiuchumi na kijamii. Nukuu ya Askofu Bundala, mahitaji ya katiba mpya ni makubwa. Sasa ni wakati wa serikali kuanza mchakato kwa vitendo. Katiba ya sasa imeonyesha mapungufu katika maeneo mbalimbali, ndio maana Watanzania wameendelea kuitaka katiba mpya. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 2. Bajaji za tikisa daladala, pato la bosi la shuka, zaongezeka kwa kasi huku daladala zikizidi kupungua. Wamiliki walia na mapato kushuka, serikali yataka ushindani wa haki, habari katika ukurasa wa 5. Daktari, chapati zinazokaangwa kwa godoro ni hatari kwa afya, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 12 na ukurasa wa 14. Kesi ya polisi iliyofukuzwa kazi kuanza upya, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Lakini pia gazeti hili limeandika mapya yaibuka, mwalimu aliyeuawa akizuia mifugo kuingizwa shamba la shule, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Mahakama ya rufani yampa Lissu ushindi, habari katika ukurasa wa 8, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Tulitazame sasa gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni kibano mbioni uagizaji mafuta ya kula ya nje, serikali yasema ni kwa wasiowekeza katika uzalishaji wa bidhaa hiyo nchini, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Binti adaiwa kumuua mama mzazi kisa birthday, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Mikopo kausha damu kwa wakulima kubaki historia, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Gazeti hili limeandika Rais Dr. Mwinyi asisitiza ushirikiano SMT SMZ, habari katika ukurasa wa 3. Serikali yaanza msako mkali wanafunzi wasioripoti shuleni, habari katika ukurasa wa 4. Mashujaa walivyolinda Tanzania ni funzo kwa kizazi cha sasa, habari katika ukurasa wa 3. Serikali yatangaza neema kwa wataalamu wa logistic, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Na sasa tugeukie habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, na gazeti Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Mnataka upi? Mifumo mitatu ya Yanga Sports Club ikiwa katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili, ni ikiwa ni 451, 442 na 433. Habari picha pia kimeonyesha kocha wa Yanga Sports Club. Mwanaspoti likiandika Yanga imejenga kikosi chenye ushindani mkubwa eneo la mbele baada ya kuwasili kwa wachezaji wenye. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti hili. Ngao ya Jamii Agosti 12, Yanga dhidi ya Simba Sports Club. Ushindi muhimu, Simba dhidi ya Singida. Soa tishio, Nation aanza mikwara, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. TFF yaja na rungu kukata point, habari katika ukurasa wa 14. Mbappe amkaribisha Zidane ya Ufaransa, habari katika ukurasa wa 19. Gazeti hili imeandika Kagame leo Ijumaa ni Jamos dhidi ya Mogadishu saa 2 usiku Kigali Pele, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Magazeti ya habari za michezo mikononi mwangu, nalo gazeti ya Habari Leo lenyewe limeandika Makenji avunja rekodi madola, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Jumba jeupe la Yanga lazaa pointi 5, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Twiga Stars kuivaa Burkina Faso, habari katika kurasa za ndani. Enoch 89 kuachia EP mpya round me, habari katika ukurasa wa 21. Kabadi kuingia kambini Agosti 3, habari katika ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tumalize kwa kutazama ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru kweli daima, habari za michezo na burudani. Gazeti hili limeandika kiama utovu wa nidhamu ligi kuu, habari katika ukurasa wa 19. Shime azitaka pointi 3 Burkina Faso, habari katika ukurasa wa 19. Juve Muan mambo safi, habari katika ukurasa wa 18.
Makala awataka waliolipwa fidia miradi ya AFCON 2027 kuondoka. Habari katika ukurasa wa 19. Gazeti hili limeandika Arteta ahidi usajili wa kishindo Arsenal. Habari katika ukurasa wa 18. Judo kutupa karata ya kwanza madola. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Gazeti hili likipambwa na habari picha ikionyesha wachezaji wa Twiga Stars wakifanya mazoezi kujiandaa na mchezo dhidi ya Burkina Faso kuwania kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake wa AFCON 2026 utakaochezwa uwanja wa Labdri Zoali mjini Casablanca nchini Morocco leo. Na hivi ndivyo ambavyo tunakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali Tanzania hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.